imefanya vizuri kimataifa. Stage ambayo imefika hawajafika kwa bahati mbaya. Ukiwa unafika kwenye hatua kubwa, huku chini kuna mafunzo mengi sana unakuwa unajifunza. Kuna vitu vingi sana unapitia ambavyo vinakutengeneza kifikra na kiakili, ili unapokuja kukutana na situation nyingine ambayo inafanana na kile ambacho kiliwahi kutokea nyuma kukuletea matatizo, unakuwa haurudii makosa, umeelewa? Kwa hiyo kuna kipindi Simba waliwahi kupata ushindi kwa mabao 2-0 kule Johannesburg, Botswana hiyo. Wakaja hapa wakafungwa 3-1 wakatolewa. Ndio, wakatupwa kwenye shirikisho. Sasa ile ilikuwa ni jambo baya sana kwa kipindi kile. Hakuna mwana Simba alopenda. Lakini ilikuwa ni funzo kubwa sana. Safari hii Simba wameshinda away mabao 3. Ukilifaa kwenye lile funzo, uone kama kuna namna ambayo Simba wanaweza wakaboto ushindi au wakaupoteza kirahisi ushindi katika mchezo. Ingawa kwenye football unajua kila kitu kinawezekana, lakini itakuwa ni ngumu sana kwa Simba kurudia kosa ambalo wamewahi kufanya miaka 2 nyuma au 3 nyuma. Sawa. Kwa upande wangu naamini kabisa Simba Sports Club wana nafasi nzuri sana. Dimitri Pante mara baada ya ushindi anasema kwamba matokeo ni mazuri, lakini bado timu haijacheza vile ambavyo yeye anahitaji kuona kucheza. Labda anahitaji Simba ina gani kuelekea mchezo huu na mchezo mwingine. Ya, unajua ni kweli Simba ya Dimitri Pante nimemzungumzia, kwa hiyo hapa ni kama anafanya marudio. Kipindi anatua airport ilikuwa ni Oktoba 11. Unaelewa? Nafikiri leo ni Septemba, ni Oktoba, inamaanisha Oktoba 21. Yeye alikuja Oktoba 11, leo ni Oktoba 21. Maana ana siku 10 tu kutoka ametua nchini. Na tayari Simba ipo vile. Siku 10. Kuna kitu nilizungumzia, nikasema huyu kocha ni transformation coach. Kocha ambaye sio tu kwamba anapata matokeo mazuri ndani ya muda mfupi, lakini anaunda muundo mzuri wa kiuchezaji na utamaduni ndani ya muda mfupi. Nilizungumzia nikarudia karibu mara 3-4, ndani ya muda mfupi. Ana sifa mbili: transformational leadership, kuwa motivate wachezaji kifikra, psychology, na kuwafanya waweze kuperform vizuri kwa mchezaji mmoja. Nikazungumza innovator strategist, kwamba timu inacheza vizuri chini yake, attacking football, anakuwa na ubunifu wa kiufundi na kimbinu, na timu inafanya vizuri ndani ya muda mfupi. Nikazungumzia tena ndani ya muda mfupi, na watu wanaanza kuzungumzia leo. Mimi nimezungumzia Oktoba 11. Sawa? Na ndio maana nikazungumza nikasema mimi ni kama daktari wa mtoto au daktari wa watoto. Mtoto siku zote anamuona daktari mbaya, ila mzazi anamfurahia kwa sababu anamsaidia mtoto wake kulikava. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nachukulia kama upande wangu mimi ni kama daktari wa watoto. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu walinishambulia. Nazungumza leo kwa sababu hao walonishambulia kipindi kile walipaswa kuelewa kwamba asingekuwepo Dimitri Pante leo hii. Umeelewa? Asingekuwepo Dimitri Pante leo hii. Lakini mimi nilizungumzia mapungufu yaliokuwa yanaifanya Simba kushindwa kuperform vizuri. Nilizungumzia mapungufu ambayo Simba walikuwa yanawafanya wasiperform vizuri. Sasa wakaanza kunishambulia. Mimi nimewasamehe. Walinitukana, wananiambia mimi sikunatumika, nalipwa pesa, wengine walienda mbali wakaniambia sina akili. Leo hii kocha anafanya hivi mambo makubwa ndani ya muda mfupi, wanaanza kumpongeza, wanasahau kwamba before huyu kocha kuja asingeweza kuwepo nchini kama mwingine hajaondoka. Kwa hiyo kuna vitu wanabidi wajifunze hawa. Sawa? Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naweza kusema huyu kocha Dimitri Pante walichokizungumza ni uhalisia 100% kwamba timu yake imecheza vizuri, imeshinda, lakini bado haijacheza jinsi ambavyo wanataka icheze, kwa sababu ukienda kuangalia kipindi yupo Gaborone United, nikatoa mifano tarehe 13 Septemba 2025 walishinda kwa mabao 2-0 dhidi ya Police 11, si ndio? Mpira ambao ulidisplayiwa pale. Ndugu yangu ana haki ya kusema hivi. Katika mabao 2 ambao walishinda, moja lilifungwa na Omfile Ramiadi, kulikuwa kuna build up ambayo inaendana sambamba kabisa na goli ambao amefunga Kibu Dennis katika ushindi wa mabao 3-0. Bao la pili alifunga Kibu Dennis, anapokea assist kutoka kwa Jonathan Soa. Ile build up ilivyoanza na hilo bao ambao lilifunga tarehe 13 Septemba ndio ilikuwa ndio mechi yake ya mwisho kwenye ligi. Yanafanana vile. Umeelewa? Tofauti tu ni kwamba Omfile Ramiadi alifunga kwenye close range, yani alifunga ndani ya 6.
Kibu alifunga ndani ya 18 lakini ndani ya box la timu pinzani, lakini still Kibu angeweza kutoa assist kama angetaka, kwa sababu kulikuwa kuna Eli Mpanzu upande wake wa kushoto pamoja na huyu Anthony Mligo. Lakini hata kama angepiga kipa angefanyaje? Angesave second ball, ingeweza kukutana na moja kati ya hao wachezaji watatu, kitu ambacho kipindi cha nyuma ulikuwa ukioni. Simba ikipiga shuti, kipa akisave ndani ya box, hakuna mmaliziaji mwingine, kuna namba kubwa ya madefenders wa timu pinzani. Kwa tofauti ni nini? Kuna mchambuzi amesema hajaona tofauti ya Simba ya Fadlu na Simba hii. Namwambia, unaelewa? Namwambia yes, hajaona. Namwambia Simba ya Fadlu ilikuwa ina overload eneo la kiungo la timu pinzani, yaani wachezaji wengi wanacheza kwenye eneo la kiungo la timu pinzani. Unakuta Eli Mpanzu, Janchale Ahua, labda Joshua Mutale, chini kuna viungo wawili labda Kante na Kagoma, wote wanacheza eneo la katikati, wanajikusanya kwenye eneo la katikati, wanaofanya movement nyuma safu ya ulinzi anakuwa mchezaji mmoja. Kwa hiyo ikipatikana nafasi kwenye box, hakuna mtu wa kuweza kumalizia second ball, ndio hiyo ni tofauti ya kwanza. Huyu Dimitar Pandev timu yake ina overload eneo la kiungo la timu pinzani, yaani mabeki wa mwisho wanakutana na namba nzuri tu ndani ya box ya wachezaji wa Simba ambao wana uwezo wa kukutana na second ball na kufunga, wana uwezo wa kupasiana ndani ya 18, wakalifai kwenye bao ambao limefungwa tarehe 27 Agosti 2025 dhidi ya Santa Green, akiwa na Gaborone United dhidi ya Santa Green. Of course nitaweka kwenye video clip kwenye Instagram account yangu, wakajifunza. Zilipigwa pasi si chini ya 5 ndani ya box la timu pinzani, ndani ya box la, hazipigwi nyuma au katikati, zinapigwa ndani ya box la timu pinzani. Umeelewa? Mpaka mwisho Paswane anaenda anafunga bao akipokea assist kutoka kwa Tarabo Phil ndani ya box. Umeelewa? Sasa kama haoni mabadiliko, sasa inabidi ununue darubini sasa. Bali sasa yeye sasa haoni vipi? Anakwambia Simba iko vile vile. Sasa Simba iko vile vile vipi? Na maana wewe katika kufanya analysis yako umeona Simba iko vile vile. Sasa hebu tujaribu kuzungumza hivi kwa namna wachezaji wa Simba walivyo na sifa zao na tabia zao na kile ambacho anataka vitu ambavyo vinaendana na kufanya vile ambavyo. Kwa maana nasema of course anachokufundisha ukirifaa na kile ambacho nimekiona Gaborone United, kuna vitu vinafanana. Maana yake kumbe mbinu zake zinafanya kazi. Sawa? Ila tofauti ni kwamba bado hajafikia ule ubora ambao yeye anauhitaji. Kwa wachezaji anao kwa mujibu anataka. Of course na bado atakuwa na sehemu za kuboresha maeneo kwenye dirisha dogo. Atajua yeye sasa ataboresha vipi. Sawa? Lakini wa kuanza nao na kuperform anao. Sawa, wa kuanza nao yani kwamba anaanza na hao na nini na wataperform nao. Kwa hiyo yeye atakuja ataangalia yeye anahitaji kuboresha nini. Sasa nikwambie kitu kimoja. Unajua wakati kocha anakuja Dimitar Pantev, mimi nizungumza historia kidogo kwa ufupi. Na ameweka historia, amechukua ubingwa na Victoria United. Timu ndo kwanza imepanda daraja, anaipa ubingwa. Haijawahi kutokea kwenye historia ya MTN Super League kule Cameroon. Haijawahi kutokea. Timu inapanda daraja hapo inachukua ubingwa, yeye kafanya. Ameipeleka Oracle United katika hatua ya makundi ya ligi ya inamaanisha kombe la shirikisho barani Afrika. Haijawahi kutokea timu ya Botswana kuingia hatua ya makundi ya kombe la shirikisho. Rekodi hii anayo Dimitar Pantev akifanya hivyo akiwa na Orapa na akasimamia mechi 2. Lakini vile vile akaipa ubingwa Gaborone United. Ameteuliwa Januari 20 ya mwaka huu. Imagine Januari 20 akaipa ubingwa. Tena in style katika mechi 15 ameshinda mechi 13. Akiweka rekodi ya kushinda pia mechi 10 mfululizo akiwa kama kocha mkuu. Umeelewa? Katika kipindi kama cha Machi 29 mpaka mwezi Agosti akishinda mechi 10 mfululizo, ambayo ndio inakuwa the longest winning streak kwenye historia ya Gaborone United. Huyu ndio kocha Dimitar Pandev. Sasa wenzetu wanaleta kocha mfano, wanajua kabisa huyu hajawahi kuperform vizuri kwenye karia yake ya ukocha, wamemfukuza, wanaanza kuzungumza mabaya yake. Umeelewa? Digital manager anaanza kuzungumza mabaya ya kocha huyu. Kwanza Amazulu pale walimpa managing director, walimuona hafai kwa kocha mkuu. Harumu walimpa kocha msaidizi, waliona hafai kwa kocha mkuu. Asante Gold alidumu siku 43. Yaani ushamfukuza kocha, unaanza tena kumpa kazia. Sasa ina maana kumbe wakati unamwajiri ulikuwa ujui kwamba Asante alikaa siku 43 ulikuwa ujui. Uliwaambia. Na
Ulikuwa hujui kwamba wakati anasajiliwa Amazulu alifeli au Marumo kushinda mechi hata moja, wakataka kumpa kocha msaidizi akagoma akaondoka, wewe ulikuwa hujui. Sasa kwa nini usingeisaidia klabu yako kuzuia kwamba bana huyu inaonekana kwenye coaching career yake kuna vitu hana na ndio maana anafeli, unaanza kumpa zile muajiri sasa baba huyu amefanya hivi, Amazulu kafanya hivi. Sasa unasubiri aondoka ndo huyu alifanya hivi. Sasa huo sio bwana. Ina maana wewe wafanyakazi wako wakiondoka kwenye klabu yako unaanza kuwapa kazi ya vibaya. Sasa unafanya vitu hivi. Kama wanakuwa viongozi wake. Kwamba wanaajiri watu ambao kumbe ukitoa qualification ya vyeti kimbinu hawana wanachokifanya kwenye timu walizotoka. Sasa wao walitegemea kwamba kocha ambaye hajawahi kushinda kombe lolote kwenye historia yake ya ukocha mkuu angeshinda kwa Yanga. Walitegemea hivyo. Sasa ukashangaa mwenyewe. Horoya ilikuwa imeenda hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa mara 3 mfululizo kabla ya kuja kuweka stop. Wakitolewa na Medeama ya kina Jonathan Soa. Nilizungumza hayo maneno. Unaelewa? Nilizungumza hayo maneno Mwembe Yanga kule bila shaka kwenye matawi bonayo. Nikaonekana mimi mbaya. Leo digital manager akasema yale. Nani sasa heavyweight na digital manager wao maana wameongea kitu kile mwisho wa siku wamekubaliana. Si ndio bwana? Sasa mimi nazungumzia Dimitar Pandey wamefanya mabalaa makubwa. Wao wamekazania kwenye swala vyeti. Mtu kashinda mechi 10 mfululizo kwenye ligi kama ya Botswana. Mechi 10 mfululizo. The longest winning streak. Haijawahi kutokea Gabon. Muulize mwandishi yoyote wa michezo nchini Botswana. Kabla ya Dimitar Pandey, kocha gani aliwahi kwenda mechi 10 mfululizo anashinda tu, hamna sare, hamna nini? Amtajie kama mimi muongo. Mimi sio muongo. Mwenyewe inawezekana Dimitar Pandey hajui kama ana hizo record. Inawezekana hajui. Kwa hiyo sasa kocha anakuja na vigezo kama hivi, watu wanaanza kumsifia leo. Mimi nimezungumza ubora wake nini? Tazama. Kwa hiyo niwaambie hata wale mashabiki ambao walikuwa wananitukana kipindi na kusoa kipindi cha nyuma mbili za padi, nafikiri leo watakuwa wanaanza kuelewa sasa. Na mimi nimewasamehe. Sina nongwa, mimi nimewasamehe.